Za saizi ndugu mtazamaji, ni Strela Frederick kutoka Vid Media, na leo ni siku nyingine tena katika kipindi chenu pendwa cha Zaleka Vision, na tupo maeneo fulani hivi ambapo kuna baadhi ya nyumba zimebomolewa na hatujui kipi kinaendelea na hatujui ni wanani walioathirika. So ningependa tujue zaidi maelezo kwa wale ambao wameathirika na tukio kama hili, na tungependa tumwambie kameramani wetu twende ili tujue maoni yao zaidi. Let's go. Saizi kaka. Salama. Mzima? Mzima. Sio. Mimi niko poa, namshukuru Mungu. Okay, mimi naitwa Strela, sijui mwenzangu naitwa nani? Mimi naitwa Pole. Okay. So Pole, tunakuona huko katika mazingira fulani hivi ya kutatanisha, na ni kitu ambacho tulikisikia kwa muda, kusikia kama ngambo za huku kuna nyumba ambazo zimebomolewa. Hivi vipi, na wewe ni mwathirika ama kuna kipi kinaendelea zaidi? Bon, na mimi niko mwiyo situation. Sasa ni kitu nyingi ilitokea, sio by mistake, sio nini, juu nasikia ni inahusiana na government, na hapa kwa kampu pale haijulikani kama ni inaendelea nini, lakini wanasema kwa kampu ajue kitu. Na vipi, ili janga ama tukio ambalo limetokea hapa, ni mlikuwa mnajua ama ni kitu kilikuja kama surprise? Hiyo inaitwa surprise. Surprise kabisa, juu hatukuwa najua kitu. Okay. Na vipi, ni nyumba ngapi ambazo zimebomolewa katika hii maeneo? Kwanza hapa wanapahitaji? Hapa ni Zaleka, nitasema ni Zaleka hiyo. Okay, fine. Na ni nyumba ngapi ambazo zimebomolewa? Munombre ya nyumba nyingi sana zimebomolewa. Na siwe kama itachukua namba ngapi, juu kuanzia hapa hivi kwenda na ngambo za huko hivyo ni nyumba nyingi sana. Okay. Na ili janga kutokea ama ili tukio, ni maamuzi gani zaidi ambayo ulichukua ya kusema kama ni nini kipi naweza nikafanya baada ya hapa? Kia kufanya hapa, ikizani mshaona kitu nyingine kinatokea, kia kufanya tu hapa ni gisi tu mko naona gisi tunafanya ni tunakutanisha briki, tutafute fasi nyingine ya kujengia, juu hakuna tena mai. Nakataziwa, iko sasa nakataziwa kujenga tena. Poleni sana. Na ni changamoto gani ambayo umeipitia baada ya kubomolewa nyumba? Ni kipi ambacho ulikipitia kwa muda huu? Juu hii kubomolewa nyumba inaleta tatizo nyingi sana, juu kwa kujenga tulispend mafuta mingi sana. Unakuja kuta hata bajirani, unakuta mtu mwingine alimaliza nyumba yake yote, anaingia nyumba anaanza ishi hata maisha ngapi hivi. Juu jinsi nilisikia, juu nilikuwa Busingizi, lakini nilikuwa kwa pena ndike exam, lakini nilikuwa maineri asema balingia mwile maineri bakaanza ile makazi ile. Sasa imagine mtu mwenye alikuwa mnyumba, alikuwa naishi vyema, bakamtoa saa mwizi, bakamtoa mnyumba yake mule, bakamwimbara mbaya sana. Okay, fine. Na vipi, kama jinsi ninavyoona mazingira, kuna baadhi ya nyumba zikubomolewa, kwa nini? Hii nitasema sijua, juu ni parcele ilikuwa ni ya kujishiwa batu basimamizi ba mkambi, tulisema basimamizi ba mkambi waanza kushawisha maparti juu batu bajenge. Hii hapa itakuwa ni mtu mwingine njoo alisponsor, hii nayo itakuwa ni mtu mwingine alisponsor, juu hii sasa tulikia tunajenga, tuliuza na makuta hii maparcele. Sasa iko saa tulikia uza, mtu mwenye apaswe kuuzisha manyumba, maana ilikuwa saa ni hivyo, siwezi kusema. Poleni sana. Na vipi sasa, ni kipi ambacho unataka kukifanya kwa muda huu? Maana tumekuta upo kazini, kuna baadhi ya vitu natoa hapa. Gisi mko naona hapa hivi niko nakutanisha. Hakuna tena nyingine mwae, nikukutanisha nitafute parcel nyingine nijenge. Juu besha bomola hapa hivi, maana hairuhusiwi tena kujenga. Ni kukutanisha mabriki na kutafuta nyingine parcel ya kujenga. Poleni sana.
Ndio ndugu mtazamaji, nimeongea na baadhi ya watu kwenye haya maeneo, na hao watu hawakutaka kuonekana kwenye kamera au kutoa interview, na kufuatana na maelezo zaidi kama jinsi walivyoongea, waliongea kwamba ili swala ama ili jambo la kubomolewa manyumba haya maeneo sio ngeni. Waliwahi kuitwa, kuna siku waliwahi kuitwa na wakapewa hizo taarifa, ila hatujui ni kipi kilichowafanya wengi wao waendelee na majenzi. Ila ndugu mtazamaji, kama una comment yoyote ile ama information yoyote ile au una maoni yoyote ile kuhusiana na hili jambo ambalo limetokea hapa Dzaleka, kambi yetu ya Dzaleka, please achia kwenye comment. Na hapa ni mpenda wenu Strela Frederick kwenye kipindi cha Dzaleka Vision from Vid Media. Asanteni sana.